Tupo shule ya sekondari Mugabe. Mbele yetu hapa kuna dada, tungependa kwanza kufahamu anaitwa dada nani? Okay, nashukuru sana. Mimi naitwa Janet Soka. Mimi ni mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ambayo inafahamika kwa jina la Jamii na Kuhitaji Foundation, na imejikita katika kuisaidia jamii kwenye maeneo makuu matatu ambayo ni eneo la afya, upande wa elimu, pamoja na uchumi na fedha. Lakini pia mimi ni mkufunzi na mwelimishaji katika jamii. Sawa dada Janet. Tupo hapa Mugabe, lakini tuna maswali mengi tunajiuliza. Ni kwa nini Mugabe na isiwe eneo lingine lolote? Okay, ni Mugabe kwa sababu ni shule ambayo mimi nimesoma hapa kidato cha kwanza mpaka cha 4, na nikatoka hapa nikaenda advance kwa shule hizi ni shule ya serikali na kufika chuo kikuu na maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo tuko hapa Mugabe kwa lengo la kuambia wanafunzi inawezekana. Shule hii ya sekondari Mugabe ina changamoto nyingi sana, hasa changamoto ya kimazingira. Mbele imezungukwa na barabara ya magari, nyuma kuna hoteli kubwa, kushoto kuna kumbi za starehe, kulia kuna maduka ya nguo. Yani ni mazingira ambayo yanavishawishi sana. Kwa hiyo mimi kama Janet Soka, nikiwa kama mwanzilishi wa foundation ya Jamii na Kuhitaji, nikishirikiana na wanafunzi wenzangu baadhi ambao tumesoma hapa Mugabe, tumeamua kufanya hili jambo kwa pamoja kwa malengo makuu mawili. La kwanza ni kuonyesha wanafunzi inawezekana. Pamoja na changamoto zote za kimazingira, pamoja na vitu vingi, pressure na mazingira kwa changamoto, lakini ukiweka malengo, ukijiamini, ukiwa na nidhamu, ukifanya wajibu wako kama mwanafunzi, utafikia ndoto zako na kuwa mtu bora katika jamii. Lakini jambo la pili ni kuzungumza na walimu na kubwa kuwatia moyo na kuwapa matumaini kwa kazi yao nzuri wanaofanya. Tuko hapa, kuna watu ambao ni mapadri watarajiwa, kuna watu wachumi, watakwimu, kuna watu wana taasisi yao, watu wanauza magari, wana mambo makubwa ambayo jamii inawapokea kwa ukubwa. Lakini ukiangalia chanzo ni hapa, tumechapwa sana, tumewahi namba, tumefundishwa nidhamu, tumefundishwa kujiheshimu na vitu mbalimbali ambavyo vimetujenga tumekuwa hivi tulivyo leo. Kwa hiyo tunawaambia wanafunzi inawezekana, lakini tumekuja kuwashukuru walimu ambao ni wazazi wetu ambao wametufundisha kwa miaka 4 katika shule hii ya sekondari ya Mugabe. Ni vitu vikubwa sana yani umeviongea. Sasa kwa wanafunzi umewachia kitu gani? Okay, kusema kweli huwezi kutoa zaidi ya kile ulichonacho. Kusema ukweli, kwanza tu mimi ninaamini uwepo wangu na ujio wangu ni kitu kikubwa sana. Leo nimeacha vitu vingi kwa ajili yao, ni kitu kikubwa. Lakini kikubwa maneno ambayo nimezungumza ya kutia moyo, ya kujenga matumaini. Tulifeli, tumeshaikufeli huko nyuma, tumeshafanya makosa mengi sana ambayo kuna namna yalitukwamisha, lakini hatujaamua kukwama, tulinyanyuka tena na kuendelea mbele. Kwa hiyo nimewaachia kujiamini na kuwa ngangari, yani bold, strong enough katika changamoto zozote, hakikisha unapata ushindi. Lakini kubwa ni kuwapa motisha, kwa sababu tumegawa zawadi kwa wanafunzi waliofanya vizuri, namba 1, namba 2 na namba 3 kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4, ili kuwakumbusha lazima ufanye vizuri, uwe bora, uongeze juhudi, utaonekana na utafika mbali. Lakini si hivyo tu, upande wa nidhamu pia tumetoa zawadi kuonyesha kwenye maisha bila nidhamu hatuwezi kufika popote. Kuna zawadi za uongozi bora, head girl, kuatia moyo. Uongozi unaanzia chini, lazima uanze kidogo kidogo, unaenda unapanda na kukua. Kwa hiyo kikubwa kuweka ule umoja, kuonyesha inawezekana, lakini pia kuonyesha kwamba moyo wa shukrani ni muhimu zaidi. Leo tumefanya sisi, kesho waje wao wafanye kitu kikubwa, wafanye mambo mazuri ambayo jamii yetu inufaike, kama taasisi yetu ambayo inasema Jamii na Kuhitaji Foundation. Wewe kama muhitimu hapa Mugabe, kwa upande wa shukrani umefanya kitu gani juu ya walimu hapa Mugabe? Actually nitamani kufanya zaidi, lakini mfuko wangu na mfuko wetu wa taasisi kiujumla haujaa vizuri sana, ila kwa kila ambacho tulijaliwa tumefanya. Actually tumewakusanya walimu wote baada ya breki wa shule ya sekondari Mugabe, tulizungumza nao kama ishara ya kuwashukuru. Tumewatia moyo, tumewafariji na tumewaambia kwamba wanafanya kitu kizuri na kikubwa
wanakuwa mama, wanakuwa walezi, wanakuwa wazazi, wanakuwa walimu kwa wakati mmoja, lakini pia wana familia zao. Kwa hiyo changamoto zinakuwa ni nyingi, lakini wanasimama na kututengeneza hivi tulivyo leo. Kwa hiyo tumewashukuru kwa maneno, lakini pia tulinunua vitu kwa ajili ya kula nao. Tulikuwa na soda, tulikuwa na biskuti na bites na vitu mbalimbali. Si kwamba kile tulichokitoa kina thamani na kile tulichokipokea, lakini tunasema mikono mitupu hailambwi. Kwa hiyo tumekuja na kile ambacho kama ishara tu ya shukrani na kuwaonyesha kwamba wao ni watu wa thamani na muhimu, especially kwenye siku hii ya wanawake. Lakini pia si tu wanawake, kuna walimu ambao wa kiume, lakini wametutengeneza wanawake kama sisi tunajiamini, jasiri na tunaweza kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo ni jambo zuri, na labda tu nitoe rai na pendekezo kwa watu tofauti, mataasisi, watu binafsi, mashirika na wanafunzi ambao wamepita sehemu mbalimbali. Sometimes mazingira yana changamoto nyingi sana. Kusema asante na kumtia moyo mtu ni kitu kikubwa sana, kinaweza kikampa courage, kikampa matumaini, akasimama tena na kufanya vitu vikubwa na vya thamani. Si nyakati zote tunahitaji fedha. Kuna nyakati ni maneno tu kama shukrani, hongera sana, utafika mbali na kufanikiwa, vinaleta tija na kuweka ile hamasa kwa mtu binafsi na taasisi kiujumla. Kwa hiyo sisi kama jamii na Kuhitaji Foundation tukishirikiana na baadhi ya wanafunzi tuliosoma hapa, tumefanya kitu hicho na tunaamini kitaleta impact, au tunasema kitaleta nguvu, kitaongeza nguvu kwenye shule hii ya Mugabe na jamii yetu kiujumla. Je, kuna changamoto yote ambayo ulipata kipindi unasoma hapa Mugabe? Changamoto zipo nyingi. Nilikuwa ninakaa Kimara na nasoma Sinza. Kwa hiyo kuna changamoto ya usafiri asubuhi, kugombana na makonda. Mimi ni wale Kayumba, unasukumwa, unapata shida, unaenda asubuhi, unaamka asubuhi sana, unarudi usiku sana, lakini kwenye mbanano wa ratiba unaweza ukamanage na unasoma, unafanya na kazi za nyumbani na maisha mengine yanaendelea. Si hivyo tu, nimetokea familia kawaida. Kuna wakati tulikuwa maada, nishai kufukuzwa ada, nikarudi nyumbani, na nimesema pale hadharani kwa mwanafunzi ambaye labda hapati mahitaji yote, hana madaftari yote, au amevaa shati la mwaka jana kati tuko mwaka mpya, asione ni kitu cha tofauti. Hizo ni nyakati tofauti ambazo tunakutana nazo, na inatokana na wazazi na walezi wetu, na si dhambi. Kitu muhimu cha kufanya ni mazingira ambayo umekulia na changamoto ambazo umekutana nazo usizifanye ziwe sehemu ya maisha yako. Simama tena, nyanyuka tena kwa kujiamini. Make sure kile ambacho umekifuata hapa, kama ni elimu, fanya kwa bidii. Tukisema best student na wewe uwepo, kwa sababu ili uweze kutoka kwenye changamoto lazima uwe tofauti na ufikirie tofauti nje ya changamoto. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa zaidi. Na kingine, tusipende kuonewa huruma. Tusipende kuonewa huruma, yani emotion strength. Simama vizuri, yani kuwa imara. Kuonewa huruma hauwezi kufika mahali. Jenga uwezo, fanya kwa nafasi yako, jiamini, muombe Mungu, soma kwa bidii. Hivi vitu vinawezekana bila connection, bila nini. Ni Mungu na uwezo, unaweza ukafika mbali zaidi. Kuna wanafunzi wanadhani labda wengine wamefanikiwa kwa sababu ya connection, au wengine wanahisi wamefanikiwa kwa sababu labda familia ni nzuri. Kuna ambao tumetoka familia za kawaida kabisa, tumemuomba Mungu, tumesoma kwa bidii, tumekazana, tumepambana, tumefika si mbali sana kiasi hicho, lakini sio sawa na tulivyokuwa, lakini tunaweza kuendesha maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo muhimu tuwe imara, tumwamini Mungu, tumtumainie na tufanye wajibu wetu kama wanafunzi au kama vijana katika jamii. Jamii inakuhitaji Foundation. Sasa hiyo jamii yenyewe inanufaikaje na taasisi yako? Yani kama tu jina lenyewe la taasisi, jamii inakuhitaji. Yani taasisi yangu ina manufaa katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni inaongeza hamasa na uwezo wa mtu kujitambua katika kutumia potential na vile vilivyoko ndani yake katika kuisaidia jamii. Kuna watu wana vipaji, wana uwezo, wana mambo makubwa, hawajiamini, au pengine wanajiamini lakini wanahisi wanafanya kwa sababu yao. Kila mtu ana kitu ndani yake ambacho akifanya kwa ajili yake tu, afanye kitu kwa sababu na jamii inufaike. Kwa hiyo mimi kwa taasisi yangu nina inspire au ninakukumbusha wajibu wako kama Mtanzania, kijana na mtu wote kwenye jamii. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nasaidia, nimetoa vifaa, nimeshafanya project za madaftari, kuna project za madawati, lakini kuna sehemu nimesha kutoa magodoro.
kwa ajili ya jamii. Kwa hiyo pia ni msaada. Watu ambao walikuwa wana madaftari wakipata madaftari wanakuwa darasani wanasoma. Watu ambao wana peni wanapata peni wanasoma. Uniform anapata uniform anasoma. Lakini sio hivyo tu. Kwenye upande wa vifaa, maneno tunaozungumza, maneno yanatia moyo na kuleta faraja. Changamoto ni nyingi sana kwenye jamii. Maneno tunaozungumza, speakers ambao wapo. Kwa mfano event ya leo hapo, vijana kila mtu amepondeka kwa namna yake. Ukizungumza kitu kuna namna unaleta uponyaji. Uponyaji unamnyanyua mtu, unafanya akapiga hatua nyingine, akafanya mambo makubwa. Kwa hiyo sio vyote ambavyo vinaonekana au viko tangible vinashikika, lakini kuna impact ndani ya mioyo, nafsi za watu. Kwa hiyo mimi ninaisaidia jamii kwa nafasi kubwa sana. Lakini pia kila ninapopata nafasi ya kuongea lazima niwaambie Mungu ana nafasi yake. Kwa hiyo mimi ninaamini pia ninamtumikia Mungu japokuwa sio mchungaji, sio mwinjilisti, sio shehe, lakini kuna namna ninawaambia watu unaweza ukafanya katika level yoyote. Sina fedha nyingi, sina cheo kikubwa, sina mambo makubwa, lakini kwa uwezo ambao Mungu amenijalia ninakifanya, na naamini hata wale ambao wana nafasi kubwa wanajifunza kutoka kwangu, au pengine ambao wako kama mimi wanajiona ni wadogo wanapata kitu na kujifunza pia kutoka kwangu. Unaionaje taasisi yako baada ya miaka 5 mbele? Okay, taasisi yangu ni kubwa sana. Yaani sio miaka 5. Yaani mimi ninaishi kwenye hiyo miaka 5. Ninaamini sana kwenye ubora, ni moja kati ya core value kwenye taasisi yangu. Yaani sisubiri niwe na miaka 5 ndo nione. Yaani mimi nimeanza kuiona sasa hivi. Ninaiona bora, kila nikifanya project nafanya kwa ubora. Siamini katika udogo, ninaamini kwenye kugusa maisha ya watu wengi sana. Ninaamini kwenye kuleta impact, kufanya watu wajiamini, wajitambue, wakitoe kile kichopo ndani yao kusaidia familia, jamii na taifa kiujumla. Kwa hiyo taasisi yangu ni kubwa, naiona ikifika viwango vikubwa na vikishirikiana na taasisi nyingine East Africa, si Tanzania tu, na nina wazo la kufika hata nje ya Afrika. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kwa ukubwa, na naamini very soon, hii miaka 5 ni mingi, mtaanza kuiona na nyewe wenyewe mtaamini kwamba hichi ninachokiongea ni kitu ambacho I'm not imagine, I'm live on it. Nimeona hapa kuna mada imewekwa hapa. Ningependa umalizie kwa kuyatamka hayo maneno. Okay. Mimi haya maneno ninayapenda sana, ni maneno ambayo yananipa nguvu. Kwanza, inawezekana. 2, jenga uwezo. 3, jiamini. 4, weka malengo. 5, kuwa na nidhamu. Lakini ukimtanguliza Mungu, inawezekana kabisa ukawa mtu bora na muhimu, potential kabisa kwenye jamii yako. Asante sana dada Janet. Nashukuru sana.